Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Serikali imetangaza kuwa ipo katika hatua za mwisho za kukamilisha mpango maalum utakaowezesha wanahabari wakongwe waliokosa sifa za kisheria kurejea na kuendelea na kazi ya uandishi wa habari nchini. Hayo yameelezwa na Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali Grayson Msigwa amesema leo Mei 6, 2026 ikiwa ni baada ya Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Christian Makonda alipofafanua katika taarifa yake bungeni na kusema kuwa hatua hii ya serikali inakuja miezi kadhaa baada ya Bodi ya Ithibati ya Wanahabari JAB kukaza masharti kwa waajiri wote wa vyombo vya habari kuhakikisha kila mwandishi wa habari anakuwa na elimu isiyopungua na stashahada ya uandishi wa habari kama ilivyoelezwa na Sheria ya Huduma za Habari ya mwaka 2016 sura ya 229. Utekelezaji wa agizo hilo ulisababisha baadhi ya waandishi wakongwe waliokuwa wakifanya kazi kwa miaka mingi bila vyeti hivyo kuondolewa mara moja katika vituo mbalimbali vya redio na televisheni, jambo lilozua mjadala mkali miongoni mwa wadau wa tasnia ya habari. Akifafanua zaidi, Msigwa alisema baada ya utekelezaji wa sheria hiyo, wapo waandishi waliokuwa wamefanya kazi kwa muda mrefu ambao waliwasilisha maombi yao serikalini wakitaka kuweka mazingira rafiki na kuendelea na taaluma yao kutokana na uzoefu mkubwa walionao. Serikali imesikiliza kilio chao kupitia Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari. Tuko katika hatua za mwisho za kukamilisha mwongozo maalum ambao utasimamia utekelezaji mpango huo, alisema Msigwa. Kwa mujibu wa msemaji mkuu wa serikali, mwongozo huo unatarajiwa kuanza kutumika rasmi kuanzia mwezi Julai mwaka huu. Hata hivyo, Msigwa amesisitiza kuwa mwongozo huo hautatoa ruhusa ya moja kwa moja kwa mtu yeyote kufanya kazi ya uandishi wa habari bila kufuata vigezo. Badala yake kutawekwa masharti na viwango maalum ambavyo vitaangaliwa kipengele cha uzoefu wa muda mrefu kazini kwa wale wanaotaka kuendelea na taaluma hiyo. Lengo la serikali sio kufungua mlango ovyo. Tunataka taaluma ya waandishi wa habari iendelee kufanyika kwa weledi, maadili na kuzingatia sheria. Lakini pia tunatambua mchango wa wenzetu waliotumia miaka 20-30 wakiandika na kuripoti. Uzoefu ni shule kubwa, alifafanua Msigwa. Msigwa aliongeza kuwa mpango huo ni sehemu ya juhudi za serikali za kuboresha sekta ya habari na kuhakikisha inakuwa na wataalamu walioidhinishwa na wenye weledi unaokubalika kitaaluma, huku akitoa nafasi kwa wenye uzoefu kuchangia maendeleo ya tasnia hiyo. Tunataka kuwe na uwiano, sheria izingatiwe, lakini tusipoteze vipaji na uzoefu uliojengeka kwa miaka mingi, alithibitisha. Uamuzi huu unatarajiwa kupokelewa kwa furaha na baadhi ya waandishi wakongwe ambao walilazimika kuachishwa kazi miezi iliyopita. Wadau wanasubiri kuona masharti yatakayowekwa kwenye mwongozo huo Julai, ikiwa ni pamoja na idadi ya miaka ya uzoefu itakayotakiwa na iwapo kutakuwa na mitihani maalum kutawezeshwa. Na hii ni Kasako Update na Adela Thomas. Juu ya mpango wa kuwarejesha waandishi wa habari wakongwe ambao kwa sababu moja au nyingine wamekosa sifa za kuwa na ithibati ya kuwa waandishi wa habari, ikiwa ni utekelezaji wa sheria yetu ya huduma za habari ya mwaka 2016 sura namba 229. Hiyo ni moja ya programu ambazo tunakusudia kuzifanya katika mwaka 2025, 26, 27. Na hivi ninavyozungumza nanyi, kama ambavyo Mheshimiwa Waziri Paul Christian Makonda alisema katika uwasilishaji wa budget, ni kwamba Bodi ya Ithibati inakamilisha mwongozo, lakini ni mwongozo ambao tunatarajia ukikamilika uanze kutumika mwezi Julai mwaka huu. Lakini labda niseme jambo moja, kuwepo kwa mwongozo huu hakutoi nafasi ya moja kwa moja kwa kila ambaye amekosa sifa akaruhusiwa kupata ithibati na kufanya kazi za uandishi wa habari. Bado ni mwongozo ambao ama utatoa fursa kwa watu ambao wamekosa sifa lakini wamekuwa wakifanya kazi ya uandishi wa habari kwa miaka mingi, na naposema mingi, mwongozo utakuja kusema kiwango, lakini ni miaka mingi kweli kweli, ili waweze kuruhusiwa kufanya kazi ya habari. Lakini la pili ni mwongozo ambao pia utatoa fursa
Kwa wale ambao wanaweza kujiendeleza wajiendeleze, kwa sababu lengo la kuwa na ithibati kwa waandishi wa habari, ni vizuri Watanzania wakajua lengo kubwa ni kuifanya kazi hii iwe ya kitaaluma zaidi, kwamba tusiwe na watu wanaofanya kazi ya uandishi wa habari wakati hawajasomea, hawajui misingi yake, hawajui maadili yake, hawajui miiko yake. Kwa wawe ni watu ambao akishika microphone ama akikaa studio kama mlivyokaa nyie hapo studio, basi hawezi kuleta madhara kwa chombo chake cha habari kutangaza vitu visivyozingatia misingi ya uandishi wa habari. Kwa mwongozo utakapotoka utaeleza hayo yote, lakini serikali inatambua kwamba wako watu ambao pamoja na kwamba hawakuwa na sifa za kitaaluma za kuwa waandishi wa habari, walifanya kazi zao vizuri na muda umekwenda sana. Basi tutaweka utaratibu mzuri wa namna gani wataendelea kufanya kazi, lakini wale wengine watakwenda kusoma. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.